yenge na bana bilaka ya dunia mzima, bana ba Nsilulu, bana wa Nchijila, batoto ya ahadi, batoto ya kulakiwa katika dunia mzima. Ni sauti ya mwananchi Chiruza Chamasirika Nashi, mwakilishi wa bana bilaka ya mashariki, bana bilaka ya Mvuluzi Kimbangu ya mashariki mwa Kongo. Na kwa leo nimekuja kwa ajili ya kutoa ujumbe ambao tutachangia pamoja, na ni ujumbe wa muhimu sana ambao utakuwa na hatua yake ya kuamsha mtu mweusi na kumfunulia siri zilizofichwa vizazi na vizazi, miaka 1400 ya ukoloni, ya utumwa, ambao mtu mweusi alipotea, hakujua alikotoka, yeye ni nani na iko wapi na anaenda wapi. Na hiyo imetupeleka tuje kwa haraka ili kuja kutoa siri katika kumjulisha mtu mweusi uumbaji wake. Siku mimi mwenyewe nimekuwa pamoja na ndugu ambaye naye pia atajulisha mbele, tupane somo letu la leo ama mada yetu ambao tutagusia siku ya leo. Yenge kia yenge na watoto wa ahadi, popote pale ambapo tunapatikana na tunasikilika katika ulimwengu wote nzima, kwa ajili ya kufanya kazi ya baba yetu na mkombozi wetu Kimbangu, kwa kusimamisha mapenzi ya Nzambe ya Mungu na kurudilia tena Mungu. Maana hii njo mwanzo ya magumu ya mtu mweusi. Hii njo mamlaka ya kwanza, yani ukifaransa wanasema pouvoir ya kwanza yenye tulipotezaka. Asa iko na lomba turudilie ile pouvoir yetu ama ile mamlaka yetu ya kuongoza na kusimamia kila kitu kitembee sawasawa na mapenzi ya baba Kimbangu. Naitika kwa jina ya Mbuta Bulonza, niko mwana bilaka ya tawi Kivu Kusini ndani ya Afrika nchi ya Kongo. Lengo letu sote ni kusimamisha tena upya ufalme wa Kongo kupitia nchini Kongo tuzolana sakibanza ingiangalele. Yenge Matondo. Tunashukuru sana, na ujumbe ambao tuko nao kwa siku ya leo ni ujumbe muhimu sana kwa ajili ya mtu mweusi popote alipo katika dunia. Ni ujumbe ambao utatoka ndani ya kitabu kitakatifu, kitabu ambacho kimefunuliwa. Ni kitabu wanaita Kukiele mulugha ya Kikongo, maana yake kumekucha mulugha ya Kiswahili. Na kulingana na jinsi kimeandikwa ndani ya uhamisho ama diaspora Congolaise, kimeandikwa katika lugha ya Kifaransa ajili ya kuamsha ndugu zetu wote ambao walikuwa wameenda uhamishoni katika bara zote ndani ya dunia. Wakati kimeandikwa, maana yake ni kusema mecho inafunguka, miso efungwami, meso matemokene, meso akuzuluka, na katika ile lugha la ukoloni les yeux sont ouverts. Ndomana tumekuja kuchangia pamoja siku ya leo ujumbe muhimu ambao mada yake nilisema popote alipo mtu mweusi anayezungumza Kiswahili, anayesikia lugha ya Kiswahili. Najua jumla ya wana Afrika kipande kikubwa sana kinazungumza Kiswahili. Na hapa mtu tumekuja bana bilaka tawi ya Kivu Kusini mashariki mwa Kongo katika Afrika. Tumekuja kutoa hii ujumbe ili mtu mweusi ajue. Kumbuka nilipojifahamisha nilisema kwamba ni lazima ajue mtu mweusi alikotoka, kwenye iko na anaenda wapi. Kila mtu anakuwa na shina yake penye alitokaka.
na hii ndio tutagawa pamoja ili kila mwanajua Kiswahili apate kujua. Mada hii imetoka ndani ya kitabu msura yake 3, itakuwa ni kipengele cha kwanza nukta ya kwanza, na pale mada inasema uumbaji wa mtu mweusi, rangi nyeusi, uumbaji wa kwanza. Tunarudilia, uumbaji wa mtu mweusi, namna mtu mweusi aliumbwa, na ndio uumbaji wa kwanza. Na pale tutafanya usomi katika lugha la Kifaransa, ila mahubiri yetu au mafundisho yetu, mwaliko wetu, ujumbe wetu ni ndani ya Kiswahili. Tunafanya usomi ndani ya kitabu chetu cha kwanza, lakini kabla kufanya usomi tunakuwa kana hatua yetu ya kumtukuza mfalme na Mungu na mkombozi Kimbangu, na tunaikamataka kwa wale ndugu zetu bana Bilaka, tunaiita ni Tata Mvuluzi Kimbangu yala kwaku. Tata Mvuluzi Kimbangu yala kwaku. Tata Mvuluzi Kimbangu yala kwaku. Yala kwaku. Yala kwaku. Songa teraku kati wa mwingine munza ya vimba. Ingeta matondo. Tutajulisha maana ya ile. Maana ya ile ni kusema mkombozi Kimbangu atawale, ametawala tayari, akionyesha nguvu zake katika ulimwengu wote mzima. Hii ni sauti ambayo tunatoa kwa ajili ya kuonesha ushindi ambao Mungu ametupatia alipofunua hii siri. Na hii siri ambayo tutachangia pamoja imefunuliwa kwa nchini Kongo, Tuzolana Sakibanza Ngiangalele, ambaye tunampea salamu zetu huko ambako amekuwa kwa wakati, pamoja na ndona mgeni Fatuma ambaye ni mke wake, na bana Bilaka wote dunia mzima wote kwenye wamekuwa nao, tumewapatia tena yenge ama salamu kwa wale wahusika wa mission wote katika dunia mzima, kwenye bara la Amerika, bara la Europa, bara la Asia, bara Afrika, popote pale ambapo wamekuwa. Ujumbe huu tunapenda kuutoa lugha ya Kiswahili, maana katika Kongo tumekuwa na utajiri mkubwa, na huu utajiri mkubwa imekuwa ni lugha. Lugha ya Kikongo ndio lugha imezaa lugha zingine zote. Maana kama mmenisikia namna nilisema, miso efungwami, mecho matemokene, meso akuzuluka, mecho inafunguka, inakuwa ni kitu kimoja. Na ndio maana ujumbe tunapoutoa vile, lazima Swahili popote katika Afrika na katika dunia mzima watusikilize kwa makini, kujua ili swali ambalo lilikuwa tangia zamani kubatatekuye yetu bote, kuuliza mtu mweusi alitokaka wapi. Kihistoria wakatudanganya, kidini ndio tuseme tena wakatupoteza, kisiasa sio niseme namna gani tukapotea, lakini Mungu amekuja mkizazi kia ine kufunua hii siri. Munifuate kwa makini katika hii usomi ambao nitafanya mlugha la Kifaransa. Tunasoma kitabu cha Kukiele mujina ya Nzambi ya Pungu Tulendo. Ingeta. Première création, chapitre 3.1.1. Première création de l'homme, race noire. Après cette scène, j'ai vu descendre du ciel l'image de deux mains noires au-dessus d'une de cette chaîne de montagnes volcaniques sous un soleil foudroyant. Son corps n'était pas clairement visible. Une fumée noire prenait la forme d'une silhouette humaine, apparut nettement sous mes yeux. Elle s'est mise à modeler le corps d'un homme, tout doucement, avec la larve du volcan en plein soleil levant. La deuxième phase de modélage fut celle d'une femme. Elle s'est réalisée le soir en plein soleil couchant. Le troisième jour, au premier chant de coq, les deux mains noires réappariraient de nouveau au-dessus d'une des montagnes, ressemblant à s'y méprendre de près au volcan de Nyiragongo, entre parenthèses Nyiragongo, vers l'est de la ère de Congo. J'ai vu l'image de la même personne qui commença à rassembler ces deux corps qui étaient semblables à deux œuvres de sculpture. Puis un cri se fit entendre. « Levez-vous !» Cela fit ainsi.
homme, tu t'appelleras Ntangu à Congo. Puis il ajouta, je te transmets une portion de mon autorité pour que tu règnes sur cette terre. Lorsque tu auras ta progéniture, on t'appellera Nekongo. Qu'est-ce que signifie Ntangu à Congo? Selon la tradition littérale, c'est le soleil, le temps ou la puissance de Dieu, la manifestation de Dieu sur la lumière du jour. Quand on fixe le soleil, nous voyons une image d'un lion, tantôt d'un guerrier, symbole de la force et de vigilance. Femme, tu t'appelleras Ngonde à Congo. Et puis, il lui dit, tu régneras ainsi sur cette terre. Tu endona et tu régneras toujours. Dieu bénit la femme afin qu'elle devienne une grande nation. Que signifie Ngonde à Congo? C'est la tradition littérale. Selon la tradition littérale, c'est la ligne, le temps ou la puissance de Dieu. C'est la manifestation de Dieu sur la lumière du soir. De même, quand on observe la ligne, nous voyons apparaître l'image d'une femme porteuse d'un fagot de bois, tantôt porteuse d'une calebasse d'eau. Ceci est le rôle primordial de la femme, symbole d'une vie pleine d'affection. Après les avoir identifiés, Dieu les obligeant de quitter cet endroit et de se diriger vers les Cides. Il les exhortant de marcher sans relâche jusqu'à l'épuisement. Après avoir parcouru un long trajet, le couple se retrouva au coucher du soleil entre trois montagnes. Au-dessus de chaque montagne se tenait un archange de Nzambi en Pungu, des anges de Dieu d'ordre supérieur. Le premier archange tenait avec lui un livre sacré. Le deuxième archange tenait avec lui un bateau sacré ou sceptre royal. Le troisième archange tenait la pierre angulaire ou triangulaire. Curieusement, j'ai vu les corps de ces trois archanges qui se métamorphosaient et changeaient de couleur: noire, blanche, jaune, rouge, au rythme des battements de mes yeux, dira toute la période qu'il se tenait au-dessus de ces montagnes. Il reflétait de lumière multicolore comme le feu d'une voiture en position de détresse. Ingeta. Tunashukuru usome ambao tunafanya ni usome ndani ya kitabu chetu cha Kukiele. Haya ni maono ambayo Mfalme Kimbangu, Mungu na mkombozi wa mtu mweusi, alimpatia Ntinu Kongo Tuzula na Sakibaza Ngiangalele ili afahamishe mtu mweusi kule ambako alipotelea. Ukanifuata mzuri namna tufanya usomi ni katika lugha ya Kifaransa, ila mafasilio yetu tunaikamata lugha ya Kiswahili. Mtu yote ambaye iko mweusi katika dunia mzima, popote alipo, awepo Afrika, awe Amerika, awe Asia, awe Europa, awe Oceania, popote pale, lazima hii ujumbe uifuate kwa makini. Maana siku nyingi tangia miaka iliyopita 1400 sasa, 1400 tulianzia ka Ngipiti ama Egypte antique, na ile 400 imeanzia kwenye Kongo, Mbanza Kongo ama Kongo Central, wakati ambako huyu mtafiti alifika waliomuita Diego Cao, japokuwa manake ni Dieu de Chien ama Mungu wa mbwa. Alipofika, historia yetu ikapotea. Miaka 1400 4400 mtu mmoja alipotea. Wenda wakati mmoja wamwambie kwamba ametokea muukoo wa Makaku, ametokea muukoo sijui wa kitu fulani na kaza wakaza, japokuwa ilikuwa ni kumpoteza ufahamu asielewe. Ila hii kwa wakati kwa majira Kimbangu ameyafunua kwa Ntinu ili kwamba afahamishe kizazi cha 4 ambacho tunakia kuleta tena uhuru wa kiroho ya mtu mweusi ambaye itaanzia na imeanzia tayari Afrika kwenye Kongo, ambako bana bilaka banaanza kazi mwe mwaka wa kwanza wa mfumo mvuluzi Tata Kimbangu ama Bwana na mkombozi Baba Kimbangu ambaye ni Mungu na ni ndugu na ni baba yetu. Imesema kwamba shina ya mtu mweusi ni katika mashariki,
na mashariki wenda watu watajizarau, japokuwa mashariki mwa Kongo si ambayo imekuwa katika Kongo, katika nchi Kongo, kwenye mji wa mashariki ama nchi ya mashariki, penye jimbo kuu za mashariki ambayo ilikuwa jimbo moja ya Kivu, lakini kwa leo zimekuwa tatu. Kumekuwa Kivu ya kaskazini, Kivu ya kusini na kumekuwa Maniema. Lakini kwenye Kivu ya kaskazini, kwenye mlima mmoja unaoitwa Nyiragongo, sio Nyiragongo. Nyiragongo ni watu ambao walitafsiria vibaya, lakini maana yake ni Nyiragongo. Nira maana yake ya Kongo, maana yake Mungu, maana yake sasa Nyiragongo ni ya Mungu. Na kwenye huo mlima ndio Tinukongo aliona mikono ya mtu mweusi imeshuka ikianza kutengeneza umbo la mtu wa kwanza. Na huo mtu wa kwanza aliyetengenezwa ni mwanaume, na alitengenezwa mchana kati jua likiamka, akatengenezwa kwa hatua ambayo ilitokea ndani ya ile uji ya kutoka ndani ya volcano ama larve du volcan, kisa wanasema lugha ya Kimombo. Ile uji ndo alitumia kwa kutengeneza mwili ya mtu mweusi. Ndio kwa maana mtu mweusi mwili wake imekuwa mwili ambao umekuwa na nguvu za ajabu, unaosimama na kupiganisha kila vita ndani ya ulimwengu wa sayari ya kawaida. Wakati anaona hivyo, ilipofika sasa jioni siku ya pili, palikuwa sasa kutengeneza ile mikono ya mtu mweusi ambaye aliiona yule mlima, ndio tena ikagusa kutengeneza tena umbo lingine lilitafanana sasa mwanamke. Na wote wawili ilikuwa sasa vile mifano. Lakini siku ya tatu, wakati jogoo inawika, aliwaambia amkeni, simameni. Na hapo hapo wakamka wakasimama. Akasema, mwanamume utaitwa Ntangu Akongo. Ntangu Akongo manake jua la Mungu. Maana lugha la Kikongo Ntangu manake jua, Kongo manake Mungu. Ikisemeka Santangu Akongo yani jua la Mungu. Akasema, akaongeza tena kwamba nimekupatia sehemu ya utawala wangu ama ya nguvu zangu, ili kwamba upate kutawala na kumiliki katika hii udongo. Na akamwambia utakapokuwa na uzao utaitwa Nekongo. Ndio maana wa Kongo lazima wajue kwamba wao ndio Afrika nzima inachunga, na wao ndio dunia mzima inachunga. Akasema mwanamke ataitwa Ngonde ya Kongo. Lakini kabla mwanamke aitwe Ngonde ya Kongo, maana ya Ntangu wa Kongo ni nini? Ntangu wa Kongo maana yake jua. Na jua ni mamlaka ya Mungu, ya Baba Muumbaji, inayoonekana katika sehemu ya mwangaza wakati wa mchana. Na nasema wakati kila mtu yote akiangalia kwa jua, anaonaka wenda wakati moja umbo umbo la simba. Anaka mara moja umbo la simba ama umbo la mpiganaji wa vita ambaye anaenda tayari vitani. Hii inaonyesha mamlaka na nguvu za ulinzi mkubwa. Mwanamke utaitwa Ngonde Akongo. Ngonde Akongo pia tena kaongeza akasema utatawala nawe pia katika hii dunia, lakini utaitwa Malikia. Na utaitwa Malikia, utatawala siku zote. Mungu akambariki akamwambia awe taifa kubwa. Maana ya Ngonde Akongo nini? Kulingana na matafsiri yake kiusemi, Ngonde Akongo maana yake mwezi ama mbala mwezi, muda au mamlaka ya Mungu inaoonekana ozirika wakati ya mwangaza wa jioni. Na hii akasema wakati tunapotazama na kuangalia vizuri, tunapotaka katika mwezi kunakuwa sura ya mwanamke, anabeba wenda mtungi kwenye kichwa chake, anabeba wenda kuni kwenye mgongo, ikionyesha tena pia maisha ya kupenda, maisha ya upendeleo mkubwa ambao mama anakuwa kanayo. Na alipomaliza kuwapatia majina, anamaliza kuwapatia majina, akawaambia sasa watoke hapo hapo, waende watembee bila kupumzika. Wakapita njia ya Afrika ya Ngele, ili kwamba waende kwenye tawaonesha ambako alikuwa anaandaa tayari malaika wakubwa, kapita watatu kwenye milima mitatu ya Mungu Nzambi Ampungu. Nzambi Ampungu ni Mkikongo, lakini Mkiswahili ni Mungu mwenye nguvu, ambao kwetu tunamuita Mungu mwenye nguvu. Aliwakuta hawa malaika watatu wakapita, walikuwa wote watatu, kila mmoja anasema kwenye mlima mmoja.
na wa kwanza alikuwa anasimama, lakini kwenye mkono wake alikuwa anashikilia kitabu kitakatifu. Wa pili alikuwa anasimama, lakini kwenye mkono wake alikuwa anashikilia fimbo ya uongozi. Wa tatu alikuwa kwenye mlima wa tatu, lakini alikuwa anasimama akiwa na jiwe lenye kuchonga jiwe lenye kuchonga ambalo limekuwa na sehemu tatu, na hilo jiwe ndo wanaita pierre triangulaire mu lugha la Kimombo, ambalo lina siri kubwa yenye zilikuwa nguvu za utawala wa Kongo. Na hili ndilo sanduku la agano ambalo tateku zetu uumbaji wa kwanza katika dunia mzima, iliyofanya dunia mzima ijue kwamba mtu mweusi ndo wa kwanza na ndo mwenye alitawala katika dunia. Hili sanduku la agano ndo tulipoteza la Nzambi ya Mpungu, na ambalo natuma kwa wakati dunia mzima inatikisika, sababu hata wengine wote waje, hakuna anayeweza kusimamisha hii dunia kama sio mtu mweusi, maana yeye ndio amekuwa na siri ya ile sanduku la agano. Hii maliko, hao malaika watatu walipokuwa vile, kia ajabu cha kushangaza, walikuwa wanabadilisha rangi zao, wakibadili rangi kila muda na kila wakati, na zilikuwa zinatoka kwa wakati mwingine nyeusi, wakati mwingine nyeupe, wakati mwingine kimajano, wakati mwingine nyekundu. Na hizi ndizo sehemu 4 za rangi ambazo zimekuwa katika dunia ile wanayoita lugha la Kimombo 4 races principales: la race noire, la race blanche, la race jaune et la race rouge. Na ukaangalia race noire ni Afrika, race blanche ni Europa, race jaune ni Asia, na race rouge ilikuwa ni Amerika. Japokuwa dunia kulingana na maafa ya muovu, mpinzani wa mapenzi ya Mungu alikuja akabadili na akapenda atawale yeye mwenyewe dunia, udongo yote, na hii ilikuwa mwanzo wa watu kuteseka. Katika hii ujumbe ambao tunaleta kwa ajili ya mtu mweusi, tunarudisha sasa mawazo yake nyuma ili apate kutafuta msingi wake, na huu msingi ndo huu ambao tumekuwa nao kwa hizi saa na kwa hii dakika ambayo imefunuliwa. Turudie kwenye msingi, na msingi wetu, ewe mtu mweusi popote ulipo, hii ni ujumbe katika lugha la Kiswahili. Mswahili popote ulipo, unifuate kwa makini. Turudie kwenye jua la Kongo ama tangu wa Kongo, turudie kwenye mwezi wa Kongo ama hii hapa ngonde ya Kongo mlugha la Kikongo. Tukarudi hapo, tutajua maana makubwa. Ebu kama tunaangalia vizuri alama za zile katika sayari, jua lina mamlaka makubwa. Hilo ndilo linapatia mwezi kuangaza usiku, lakini jua na mwezi hao wawili ndio wametupatia nyota, na hawa ni wale ambao wanahusika mlungu wa kiroho, kumaanisha mamlaka ya Baba Muumbaji